33 and verse 17. Kutoka 33 mstari wa 17. I want you to know Ningependa ujue. there is the grace of God Kuna neema ya that Mungu. will make your prayers to be answered. Itakayofanya maombi yako The yajibiwe. grace of God Neema ya that will Mungu. bring answers to your prayers. Itakayoleta majibu ya maombi yako. Hallelujah. Hallelujah. What does the Bible says? Let us read all of us. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by your name. Hallelujah. Amen. I want you to know Ningependa ujue. there is the grace of God Kuna neema ya Mungu that has been released ambayo to imeachiliwa answer your prayers. kujibu maombi yako. To answer your prayers. Kujibu maombi yako. Remember, Kumbuka, this is Moses. huyu ni Musa. He is discussing with the Lord. Ananeneana na Mungu. They are arguing with the Lord. Wanaongea na He Mungu. is discussing with the Lord. Ananeneana na This is Mungu. about the children of Israel. Kuhusu wana wa Israeli. They have been in bondage Wamekuwa katika utumwa for years. kwa miaka. And the Lord had promised Na Bwana alikuwa one ameahidi day siku moja He will deliver them from atawakomboa captivity kutoka kwa to the utumwa promised land. kwenda kwa nchi ya Praise be ahadi. to God. Bwana And asifiwe. something has happened. Na kuna kitu And kimefanyika. they are on the way. Na wako And safarini. God is angered Na Mungu by the anakasirika children of kwa Israel. sababu ya wana wa For He had Israeli. warned them Alikuwa amewakanya not to worship other gods, wasiabudu miungu not to mingine, turn to other gods, wasigeukie but miungu to mingine, stick to Him. lakini wamtafute yeye. But along the way, Lakini they njiani forgot and wakasahau, they went sorting other gods. wakaenda kutafuta miungu Remember, they mingine. have prepared even the calf. They have done that calf as an image to worship. Wametengeneza miungu ya dama. Ehe. Amen. Amen. Moses had gone to the mountain Musa naye ameenda mlimani to receive the 10 commandments. pokea amri 10. When he comes down, Anaposhuka the children of Israel wana wa has Israeli already seen like they have no confidence with this Moses who have gone for 40 days. hawana uhakika na huyu Musa ambaye amekuwa hayuko siku 40. And they have asked Aaron Wamemuuliza Haruni to help them prepare an image God. awasaidie kuwatengenezea miungu. And they took all their ornaments Wakachukua mikufu and yao, they gave them, wakapeana, they cooked it, and wakaichoma, they made a calf, wakatengeneza ndama a golden calf. And they started worshiping it. wakaanza When kumwabudu. God saw it, Mungu He alipoona was very mad. He akakasirika was mno, annoyed. akakasirika, He was burning with anger. akawa ameghadhabika. Praise be to God. Bwana And asifiwe. He said to Moses, Akamwambia allow Musa, me to clear the whole of this Israel, niruhusu nifagie hawa wana wote and I will wa make Israeli. you another generation Nitakufanya kuwa that will kizazi go to the promised land. ambacho kitaenda nchi But ya Moses ahadi. told him, Musa akamwambia, no, Jehovah, don't do hapana that. Jehova, usifanye Because hivyo. if you do that, Manake ukifanya hivyo, the enemies will say maadui wako watasema that we are unable to carry them through. haukuweza That kuwafikisha. is why Hiyo ndio when your sababu power went off, wakati they all died. wote wakafa, They all died because your power to carry them through Aha. was not there. nguvu yako ikaishia jangwani, ndio Ehe. sababu wakakufia jangwani. Amen. Amen. So Moses argued with the Lord, Musa akaongea na Bwana and he brought God into reasoning with him. na akamleta Bwana And he katika told kujadiliana, him, akamwambia, He told him, please go with us. tafadhali enda And the Lord nasi. tells him, Bwana akamwambia, no, my presence will go with you. uwepo wangu utaenda nanyi. I will not go with you, but my presence. Sitaenda But the Lord nanyi, knew, lakini uwepo but wangu. Moses knew, Lakini Musa it alijua is one thing to go with the presence of God, ni jambo moja kwenda na uwepo wa Mungu, but it is another thing to go with the Lord na ni himself. jambo lingine kwenda na Mungu mwenyewe. He persisted Akaendelea that him, the kusisitiza Lord, may go with him. kwamba Mungu aende nao, And true to the word, na ukweli wa the maneno, Bible says Biblia inasema that I will do that thing you ask. nitafanya hilo I jambo will answer umeuliza. your prayer. Nitajibu I maombi will yako, grant your request. nitajibu I ombi want you lako. to know, Ningependa ujue Moses received grace Musa alipokea neema for his requests, kwa sababu ya ulizo even lake, if they were against God's will hata kama lilikuwa kinyume na mapenzi to ya Mungu, happen. ilifanyika. And God had his request. Na Mungu akaweza kujibu Though it was ombi in lake. God's plan, Ingawa
ilikuwa It was not in his alikuwa plan. katika mpango wa Mungu. It was not in God's plan to answer him. Halikuwa katika mpango wa Mungu kumjibu, But because of the grace, lakini kwa sababu ya neema, because of the grace kwa sababu ya that neema was upon Moses, ambayo ilikuwa juu ya Musa, God honored his request. Mungu akaheshimu ulizo And lake he went with him. na akaandamana nao. I want you to know Ningependa ujue there is the grace of God. kuna neema ya Mungu. We've been coming for prayers every Tumekuwa day. tukija maombi kila siku. I want to encourage us. Ningependa nikutie moyo. There is the grace Kuna neema that brings us to answered prayers. ambayo inatuleta katika kujibiwa There is kwa the maombi. grace. Kuna neema. You may continue praying, Unaweza endelea and you kuomba. feel like like maybe whatever I'm praying, it's not in the will of Na God. usikie kana kwamba chochote naomba ni kama hakiko katika mapenzi ya And the Mungu. enemy wants to discourage you, Na adui anataka not to kukuvunja continue moyo. pressing on, Usiendelee not to kuomba. continue in prayers, Usiendelee katika not to maombi. continue in the good work, Usiendelee katika not to kazi continue in nzuri. tithing, Usiendelee katika not to kutoa continue fungu. in giving, Usiendelee not katika to kutoa. continue in serving God. Usiendelee katika kutumikia I want to Bwana. let you know, Ningependa when ujue the grace of God is upon you, neema ya Mungu ikiwa juu all the yako, prayers maombi that you yote have been making, ambayo umekuwa all the ukifanya, desires of your heart tamani za will moyo be wako met in a day. zitakutanwa Will nazo be siku met in a moja. day. Zitakutanwa It will nazo. be met in a day. Zitakutanwa Wait nayo. until the grace of God starts operating in your life. Ngoja mpaka neema ya Mungu ianze kutenda kazi maishani mwako. And for the house of worship and healing, Na kwa nyumba ya ibada na uponyaji, you need to know nahitaji the kujua grace that is operating. neema ambayo inatenda kazi. There is a grace that is operating here Kuna neema ambayo inatenda kazi that is hapa taking people to a higher height. ya kupeleka watu katika To viwango higher vya juu, levels. viwango vya juu. In the name of Jesus Kwa Christ, jina la Yesu. I am a witness Mimi ni shuhuda of what God is doing. wa yale Mungu anafanya. People's lives have been made better. Maisha ya watu imefanywa bora. And there has been no protocol or procedure. Na hakuja kuwa na mpangilio ama procedure. You just realize that something has just happened. Unagundua tu kitu kimefanyika. Mtu alikuwa anakodesha nyumba, within a single day ako kwake. Ako kwake. That is the grace that is Ni operating. neema ambayo inatenda kazi. Somebody have been walking within a day, that person start driving. Mtu amekuwa akitembea kwa miguu, siku moja anaendesha gari. If you follow to ask that person, Ukifuata yule mtu, how have you prepared, as in how have you come wewe up to this juncture? umejiandaaje ili ufike hapa? That person will be honest to tell you, Huyo mtu this is but the grace of God. atakuwa na uwazi akikwambia kwamba hapa ni neema ya Mungu tu. Do you know the grace is working? Neema inafanya kazi. Do you know the grace is there? Yes. Praise be to God. Bwana asifiwe. They say take it while the stock still land. Amen. Amen. So you need to tap, you need to connect with the grace that is operating today so that you may go to the next level. Unahitaji ushikamane na neema ambayo inatenda kazi leo ili usukumwe katika kiwango kingine. All the prayers you've been making, Maombi yote ambayo umekuwa ukifanya, and if you have not been making any prayer, na kama hujakuwa ukiomba, because of the grace of answered prayers, kwa sababu ya neema ya majibu that is working ya maombi today, ambayo inatenda kazi you leo, need to begin doing something. unahitaji uanze kufanya You jambo. need to begin praying Unahitaji uanze kuomba and tap into the grace of answered prayers. na uweze kuchota kutoka kwa neema ya maombi yaliyojibiwa. Hallelujah. Amen. Amen. That's what the Bible says. Verse 17. I mean, we have read verse 17. That said, I will give you as you have asked, because you have found grace in my sight, and I know you by your name. I want you to know Ningependa ujue there is grace. kuna neema. Did you hear me? There is grace Kuna neema that is called by your name. ambayo imeitanishwa na jina There is lako. grace Kuna neema that bears your name. ambayo iko na jina That lako. is to tell me Hiyo ni there kuniambia is grace kuna neema to help you ya kukusaidia as you wewe personally binafsi because of the problem that you are going through, kwa sababu ya shida because unayopitia, of what you have been trusting God for, kwa sababu ya kile there is umetumainia the Bwana kwa grace sababu yake. Kuna that neema bears your name. ambayo iko na jina yako. And you know what? Na unajua nini? That grace Hiyo neema carries all your needs. iko na mahitaji yako yote. That grace Hiyo neema that bears your name ambayo iko na jina lako carries all
all your needs, iko na mahitaji yako yote, excluding nothing, bila kuondoa chochote, including everything. pamoja na kila kitu. Thank God for the grace of God. Give him a shout of praise. Pigia Bwana makofi kwa sababu ya neema. Proverbs 4 and verse 9. Mithali 4 mstari wa 9. Proverbs 4 and verse 9. Mithali 4 I'm mstari wa talking of the 9. grace of God Naongea kuhusu neema ya Mungu that is upon your life. ambayo iko juu ya maisha yako. And it says, Inasema, she will give to thine heart an ornament of grace. A crown of glory shall she deliver to thee. Praise be to God. Bwana asifiwe. I want you to know Ningependa ujue that there is the grace kuna neema of an ornament ya marembesho that has been bestowed upon your head. ambayo imewekwa juu ya kichwa That is chako. a crown upon your head. Ni taji juu ya Praise kichwa be chako. to God. Bwana asifiwe. When you have a crown, Wakati una taji, everybody will be able to see kila mtu that ataiona crown because it is very much appealing. taji ile, manake inavutia And the mno. Bible says, Na Biblia it inasema shall be put upon your head itawekwa juu ya kichwa as chako an ornament. kama marembesho. What is an ornament? Marembesho ni It nini? is something to bring attraction to you. Ni kitu ambacho cha kuvutia watu kwako. Aha, people will be attracted because of the ornament Watu watavutiwa kwa sababu ya marembesho that is upon ambayo yako you. juu yako. And the Lord is very specific. Na Bwana analenga mno. He says, Anasema he will put it upon your head. atakuwekea kwenye kichwa chako, He will put it upon your head. atawekelea kwenye That kichwa is to chako. say Hiyo ni kusema that you will be appealing to people. wewe utakuwa kuvutia You watu, will not be rejected. You hautakataliwa, will not suffer rejection. hautaangukia kwenye Praise be to kukataliwa. God. Amen. You will not suffer rejection. Hautateseka kwa When the kukataliwa. crown Wakati of the taji grace of God ya neema ya is Mungu upon you, iko juu your yako, business will be attractive. biashara yako itavutia. Whatever you touch to do shall be Chochote attractive. uguzacho kufanya You'll be like you have ornament. utakuwa ni kama una You will marembesho, have a crown of beauty. utakuwa na taji ya urembo. Praise be to God. Bwana asifiwe. It is like in a wedding Ni kama kwenye harusi where people focus on the bridegroom. ambapo watu ulengea sana bi harusi. And sometimes you even forgot to look at the groom. Wakati mwingine tunasahau baka yu jamaa mwenye anaoa. Jamaa Because we are just attracted manake mnavutiwa by the crown. na taji. By the crown Na taji and the beauty na urembo that is in this bride. ulio kwenye bi harusi. Praise be to God. Bwana asifiwe. That is exactly what the Lord is saying. Hivyo ndivyo Mungu That anavyosema. he will put upon your head Ataweka juu ya kichwa an chako ornament taji of his grace ya neema yake that will bring beauty, itakaoleta that will urembo attract, ambayo itavutia. that none of your ideas will be rejected. Hakuna wazo lako lolote litakalokataliwa. Praise be to God. Bwana asifiwe. You come up with an idea Unazuka na wazo for business, ya biashara, it will be accepted. inakubaliwa, It will bring favor. inaleta It will kibali, bring acceptance. inaleta kukubalika Because kwa of sababu the grace of God ya neema ya that is like an Mungu ornament ambayo ni kama upon taji you. juu yako. In the book of Esther chapter 2 and verse 17. Katika kitabu cha Esther 2 mstari wa 17, Let us read what I said to say. the king loved Esther. I can't hear you. I can't hear you. The king loved Esther more than all the women. And she found favor and kindness with him more than all the virgins. So that he set the royal crown on her head, made her queen instead of Vashti. I decree and declare, Natangaza na kusema, the Lord Bwana will put a crown upon your head. atakuwekea taji juu ya I decree and declare that the Lord will bestow a crown of favor upon your life. Bwana atakuwekea taji la kibali juu ya maisha And yako. as Esther received favor, Na kama vile Esther alipokea and he kibali was appealing, na akawa he anavutia, was attracting to the eyes of the king. akawa anavutia machoni pa Oh my mfalme. goodness. Remember, Esther has gone through the preparation Esther alikuwa amepitia kuandaliwa together with the other maids. pamoja na wengine. Praise be to God. Bwana And asifiwe. they are going through the same stuff, Na wanapitia mambo yale same yale. food, Chakula kile same kile. anointment. Upako ule ule.
Amen. Amen. They were being prepared to appear before the king. Wanaandaliwa wapite mbele ya mfalme. Remember, they want to replace Vashti, Kumbuka wanachaguliwa yeye atakaye replace who was Vashti, disloyal to the king. ambaye alimkaidi mfalme. And girls were put together. Na wasichana wakaletwa. And for 6 months or so, Miezi 6 they were being prepared. walikuwa They are being wanaandaliwa, groomed to wanatengenezwa appear before the king. ili And waonekane the mbele ya Bible mfalme. says, Biblia inasema among all the ladies, kati ya wasichana wote Esther was loved. akapendwa. Esther was loved. Esther Esther akapendwa. was attractive to Esther the king. akawa anavutia mfalme. She was attractive to the king. Alikuwa anavutia And mfalme. she was given a hand of fellowship by the king. Akapewa mkono wa ushirika na And mfalme. she was made a queen instead of Vashti. Na akafanywa malkia badala ya Vashti. Because of the glory Kwa sababu ya utukufu that was upon her. ambao ulikuwa juu I yake. want you to know, Ningependa when the ujue grace of God comes upon your neema ya life, Mungu inapokuja juu ya maisha you will yako, wonder, utashangaa why are things happening so well with me Kwa nini and not with others? mambo yanafanyika vizuri nami na si kwa wengine. Somebody said Mtu mmoja akasema that favor kibali is not what? kibali Not ni fair. It's not fair. kibali haikuangi haki. Yeah. When you receive favor, Unapopokea kibali people will look at you watu and they will watakutizama wonder, na watashindwa. by the way, ni nini mtu ionekana? Why you? Kwa nini ni wewe tu? When we try to look at qualifications, Tunapojaribu when we kutazama try to kama classify you, umehitimu na kukuweka katika we realize class, that you are nowhere wewe hauko mahali even to popote become number 2 from the last. kufanyika wa pili hata kutoka wa mwisho. But when the favor of God is upon you, Lakini kibali cha Mungu kikiwa when the juu grace yako, of God is upon neema you, ya Mungu ikiwa juu things yako, happen mambo and you inafanyika. should know yourself like this, Sasa unajiona and you are pinching yourself na asking, unajichuna, na kweli huyu ni mimi? nini huyo? Nini huyo? Nini ye? Have you ever met yourself in such a situation where you pinch yourself to be sure that this is you? Uhakikishe kwamba ni wewe. May God cause you to come to that area. Mungu akusababisha May God ufike bring hapo. that grace to you. Amen. That will make you pinch yourself Yes. to be sure that it is you. Yes. Because of the grace of God Kwa that sababu is bestowed upon you. ya neema ya Amen. Mungu ambayo iko juu yako. Like the grace that was upon Esther. Kama Amen. neema iliyokuwa juu ya Esther. Remember, Esther was an orphan. Kumbuka Esther alikuwa yatima. Yeah, she was just an orphan. Alikuwa msichana yatima. But she received the grace Lakini alipokea to neema become the queen, ya kufanyika to mfalme, sit instead of Vashti. kuketi badala ya Vashti. Hallelujah. Hallelujah. I want you to know, Ningependa ujue house of worship and healing, nyumba ya ibada na all the uponyaji, members of the house of worship and washirika healing, wote wa nyumba ya ibada na the uponyaji, grace of God neema ya is Mungu upon you. iko juu yako. And things that Jehovah is doing upon your life, Na mambo ambayo Jehova anatenda juu people ya will maisha be yako, looking at you. watu watakutizama, People will try to narrate your story, watu watajaribu kupeana hadithi yako, and they shall not be able, lakini hawataweza. because favor Manake is kibali not fair. si haki. May the same favor that was upon Esther Kibali kile come kile upon kilichokuwa your juu ya life. Esther kije juu ya May Amen. maisha the yako. crown of grace Yes. that was bestowed upon Esther be your portion in the name of Jesus. Taji ya Amen. neema I iliyowekwa decree juu ya and Esther iwekwe juu declare yako. Yes. Natangaza. That the grace of God Neema ya will Mungu be upon this itakuwa nation, juu ya Oh, yes. taifa even hili. as the crown of grace Kama Yes. vile was taji ya upon neema Esther, ilipokuwa Yes. juu ya and she Esther. became a savior of his Na nation. akafanyika wa Amen. kuokoa She taifa became lake. a savior of his country men. Akafanyika Oh, wa yes. I kuokoa pray for the watu same wao. grace Naomba hiyo Yes. to neema be upon the Iwe true juu- politicians and the leaders that God is raising for this iwe juu nation. ya viongozi Amen. ambao Mungu We anainua kwa are taifa calling hili. the Esthers, Tunawaita Yes. the maestro people who will restore Watu the fear of God watakaorejesha Oh, kichwa cha in our Mungu nation today. katika taifa Oh, letu. The yes. people who will say no Watu Yes. to watakaosema the la things that will bring disaster, kwa mambo Amen. yatakaoleta the things that will majanga, bring disgrace mambo ambayo to yataleta the aibu name of the kwa Lord. jina la Amen. Bwana. Praise be to God. Bwana Amen. asifiwe. What happens is that each and every season, Kila majira the Lord releases the grace. Mungu anaachilia You neema. will know Utajua the grace that is operating neema ambayo when inatenda you look kazi. at
look at what God is doing with his servants. Wakati unaangalia yale Mungu anafanya na watumishi wake. Amen. You will realize there is a grace Utagundua kwamba kuna for neema each and every season. kwa kila majira. And it is your own will accord Na ni katika mapenzi to rise yako up wewe and uinuke connect na with uunganike that grace. na hiyo neema. Because God is the one who releases Kwa that sababu grace. ni Mungu ameachilia hiyo Right neema. now, Sasa hivi the grace that is operating neema ambayo inatenda is kazi grace for new level. ni neema ya kiwango kipi? Those who have been walking, Wale ambao mmekuwa mkitembea enough of your walking. ya The kutosha. grace is here Neema Amen. imefika. to cause you to go to a higher level. Ya Yes. kukuwezesha How kwenda you do kiwango cha that, juu. don't ask me. Vile Oh, yes. itakavyofanyika Because the usiniulize. grace of God, Maana neema ya Mungu it does not require of any of your effort. haihitaji Yes. nguvu yako yoyote. No, pastor, my account is empty. It is reading -0. Account yangu inasoma 0. That is none of Jehovah's business. Hiyo sio biashara ya Mungu. When the grace of God is upon you, Neema ya Mungu Amen. ikiwa juu He will yako cause things to turn around. atasababisha Amen. mambo And yabadilike. what you will realize Na kile is that utakachogundua things have happened ni kwamba Yes. mambo that if you imefanyika were to do it or to wait with your own strength, ya kwamba kama ungeliyafanya na nguvu it would yako take you the rest of life ingechukua maisha yako and never to yote reach there. na ungewahi But when the kufika. grace comes, Lakini neema when the grace of ishukapo, God is upon you, neema Yes. inapotembea, things happen very fast. mambo inafanyika Amen. kwa Things haraka, happen without any protocol. mambo Yes. inafanyika bila mpangilio. I love my God. Napenda Mungu, I love my God. napenda Amen. Mungu wangu. Praise be to God. Bwana Amen. asifiwe. Because He does not ask your husband any permission to bless you. Haulizi Aha. bwana yako ruhusa ya He kubariki, even don't ask your wife. hata haulizangi mke Oh, wako, yes. He even don't consult your children. haulizangi watoto. When Jehovah decides to lift you up, Jehova akiamua kukuinua He does exactly that, and He does it quite well. anafanya hivyo na anafanya vizuri. Do you connect? Are you connecting with Jehovah? Do you believe in His word? Are you connecting with this grace? Say, oh Lord, Oh Lord, release the grace Release the of grace higher level of Of higher higher that level you have released that you have released upon your servant upon your servant in the name of Jesus in Christ. the name of Jesus Christ. Jehovah, Jehovah, your grace, your grace. let it be upon my life. Let it be upon Let my it be upon my business. Let it be upon Let my it be upon my family. Let it be upon my Let it be family. upon my nation. Let it be upon my In the name of Jesus. in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' And name. finally, Mwisho, the grace. neema. When the grace of God is operating upon our lives, Neema ya Mungu inapotenda kazi juu ya maisha yetu. Proverbs 22 and verse 11. Mithali 22 mstari wa 11. Proverbs 22 and verse 11. Are we there? Mithali 22 mstari wa 11. What does it say? He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend. Tell your neighbor, divine connection. Divine connection. Tell another one, divine connection. Divine connection. Divine connection. Divine connection. When the grace of God is upon you, Wakati neema ya Mungu iko juu yako, even the kings hata wafalme becomes your friends. wanafanyika marafiki yako. When the grace of God is upon your life, Wakati neema iko ya Mungu iko juu ya maisha yako, even the kings hata wafalme becomes your friend. wanafanyika What does marafiki this wako. mean? Inamaanisha That when the grace of God is upon you, neema ya Mungu ikiwa juu you yako, will attract utavutia the unattractable. wale ambao huwezi weza kuvutia. You will attract Utavutia the nobles. wale ambao You ni will mashuhuri. attract Utavutia the divine helpers. wasaidizi wa kiungu. Praise be to God. Did you know what you are doing? There is somebody else who have ever done it and succeeded. Kile unafanya kuna mwingine amewahi fanya na akafaulu. Are you aware? Unajua hivyo? Are you aware you're not Yeah. doing anything for the first time? You're not the first one to do what you are doing. Unajua kwamba si wewe unafanya lile jambo unafanya kwa mara ya kwanza katika Somebody dunia hii. did it and succeeded. Kuna mtu amewahi fanya vile unafanya na akafaulu. When the grace of God is upon you, Wakati neema ya Mungu iko juu yako, it means inamaanisha that you will attract utavutia the people
watu who will take you to the next level ambao watakupeleka of katika what kiwango you are kingine doing. cha kile ambacho unafanya. When you are connected with the house of worship and healing, Wakati umeunganishwa na there nyumba ya is ibada the na grace of uponyaji, God kuna neema ya Mungu that will connect you itakayo to your kuunganisha next level. kwa kiwango I chako cha thank pili. God Nashukuru I Mungu fellowship in this altar. nashiriki hapa. I don't know about you. Sijui wewe, I don't know about you. sijui kuhusu wewe, But I thank God lakini I nashukuru Mungu. worship in this altar. Ninaabudu Because katika I madhabahu know haya kwa sababu there is najua the grace of kuna God neema ya that has Mungu been operating in ambayo this imekuwa ikifanya house kazi katika madhabahu haya that is taking people to higher levels. inayopeleka watu katika viwango vya Praise be juu. to God. Bwana asifiwe. Therefore, Kwa hivyo the grace of God neema ya will Mungu connect you with the itakuunganisha right people. na watu Will wanaofaa. connect you with the Itakuunganisha divine helpers. na wasaidizi Will wa connect Mungu. you with Itakuunganisha your destiny. na hatima Will yako. connect you with your Itakuunganisha next level. na kiwango In the chako name of Jesus kinachofuata. Christ. Let us rise up in the name of the Lord. Tuinuke. Praise be to God. Let us rise up. Tuinuke. And as we finish, Tunapomaliza the Bible says Biblia inasema in Leviticus 22 and verse 29, Walawi 22 mstari wa 29 it says, and when you offer sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it for your own free will. Praise be to God. Amen. Praise be to God. Bwana asifiwe. And Paul also said Paulo pia akasema that I pray ninaomba that even as you increase in other things, mnapoongezeka katika mambo mengine, may there be the grace. That is 2 Corinthians 8:7. Wakorintho kitabu cha pili 8 mstari wa 17. Paul is praying wa 7. Paulo anaomba for the church of the Corinthians, kwa kanisa la and Korintho he is praying for them, na anawaombea and he is saying, na anasema but just as you excel in everything, mnapofaulu katika mambo in yote, faith, katika in imani, speech, katika maongeo, in knowledge, katika ufahamu, in complete honestness, na katika and in moyo your dhati, love for na katika us, upendo kwetu, see that you also excel in the grace oneni of, kwamba see that you excel in the grace of giving. That is Paul. Ni Paulo. That was the grace that was operating in Paul. Hiyo ndio neema ilikuwa inatenda kazi And juu ya he Paulo. is praying. Na anaomba, He is wishing anatamani that the same grace neema hiyo may be bestowed upon the Corinthians, iwe juu ya Wakorintho, because he knew kwa sababu alijua for them to increase, ili waongezeke they had to tap in the grace that was in him, lazima wangechota neema iliyokuwa ndani and it yake, was the grace of giving. na ilikuwa neema ya And as Paul would be kama saying, Paulo anavyosema, I would beseech and pray ningeomba na nisihi that this same grace neema hii of giving, ya kutoa, of tithing, ya fungu la may kumi come upon your lives. ije juu ya maisha yako, Because when the grace is kwa upon you, sababu neema ikiwa juu when the yako, grace is upon you, neema ikiwa there juu will be yako, no argument na mabishano in your tithing. katika mambo ya There fungu will la be no kumi, argument hakutakuwa na in your mgongano giving. katika kutoa, There is a lot of argument. kuna There is a mabishano lot of noise. na sauti nyingi. Yeah, when it comes to the time of tithing and giving, there is a lot of argument. Inapofika kutoa fungu la kumi There na is a lot matoleo, of war within kuna you, vita vingi ndani yako, because you are lacking the grace. manake neema haiko How I pray vile that navyoomba. the grace of God, Neema ya Mungu even as you excel in unapofaulu other graces, katika neema the za grace of nyingine, speech, neema ya the kuongea, grace of business, neema ya the biashara, grace of greater height, neema ya may you kuongeza also juu, excel pia in ufaulu the grace katika of neema giving, ya kutoa, that freely you will be able to give. ya kwamba utatoa kwa hiari. And that's what Leviticus is saying, 22:11. Lawi 22 mstari wa 11 That ndivyo when you inasema, offering, mnapotoa sadaka make it as a free will. itoe kwa moyo Let wa it be hiari, from your heart, kutoka kwa moyo, willingly. kwa hiari, Willingly kwa hiari, give it. peana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Because when you do it willingly, Manake it unapofanya kwa hiari attracts the grace inavutia neema that crowns you with ornament of favor, inayokuweka kibali ambacho ni of kama taji increase. cha ongezeko. May you grow Hebu in ukue this grace. katika hii neema. How many are blessed? Yes. How many are blessed? If you're blessed, appreciate Yes. the Lord with a shout of praise. Amen. Yes. Amen. Amen. Oh, yes. Tell your neighbor, I'm operating in the grace.
I am operating in the grace. Tell another one, the grace that I am operating in now The The grace, grace I am operating in now is the grace of giving and tithing. is the grace of giving and tithing. Tell another one, neighbor, Neighbor, if you see my life change, if you see my life change, just know just know it is the grace it is the grace that as I'm operating in, that I am operating in that is taking me that is taking me to a higher height. to a higher height. In Jesus' name. Jesus. You believe it? Yes. Give Jesus another shout of praise.